Sunday service with Reverend Dr. Francis Oracle. Have Bishop Phoebe bring the word of God to us in Jesus' name. So shall we rise up on our feet? Come on, somebody lift up your Bible. Say, this is my Bible. This is my Bible. Come on, somebody with a smile. This is my Bible. This is my Bible. It is the word of God. It is the word of God. I am what it says I am. I am what it says I am. I can do what it says I can do. I can do what it says I can do. And this morning, willingly, I open up my heart. I open up my heart. I am ready for change. I am ready for change. I am ready to receive the incorruptible seed of the word of God. Somebody put your Bible somewhere. Appreciate the Lord as we receive this great woman of God. Come on, somebody appreciate the Lord for Bishop Phoebe. Come on, somebody appreciate the Lord for Bishop Phoebe. In Jesus' name. Now, I need to sound a warning. She will preach in English. She will preach in Swahili and in Dholuo, all the languages that she can flow in. That is why she has her own personal interpreter, because she is the only one who understands that language. God bless you. Praise the Lord. Praise Jesus. Please hug somebody next to you and tell that person, I love you with the love of Christ. Please do it as if you mean it. Yes. And even if they don't love you, tell them I love you by force. You know where love is, that is where God is. Can you tell two people that God is here because I love you? Praise the Lord. Amen. Amen. Kila siku Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. Hata sasa Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema kwangu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. May the Lord bless you as you sit in his presence. Mungu apate kuwabariki mnapoketi kwenye uwepo wake. Amen. Amen. I want to take this opportunity. Ningependa nichukue fursa hii. Thank you very much, worshipers. Asanteni sana. Help Watu wa kuabudu, watumishi wa Mungu. celebrate this powerful team. Hebu nisaidieni kuwasherehekea kikundi hiki cha nguvu. You are blessed and you are favored. Mmepata kubarikiwa na kupewa heri. Amen. Amen. I want to take this opportunity to thank the man of God, the oracle. Ningependa nichukue fursa hii kumshukuru mtumishi wa Mungu Oracle and the woman of God. Pamoja na mtumishi wa Mungu ama mjakazi wa Mungu. For giving me this opportunity to come once again. Kwa kunipa fursa hii ili nije tena. In this mighty and lifted place. Katika mahali hapa palipo inuliwa na tena palipo pakuu. The first time I came, the altar was on the other side. Mara yangu ya kwanza nilipokuja hapa, madhabahu yalikuwa upande ule mwingine. But today see what the Lord has done. Lakini leo naona kile ambacho Mungu ametenda. The Lord is good and beautiful. Mungu ni mwema na tena ametenda jambo ambalo ni nzuri sana. And I thank God for giving me time to come and talk to you. Na pia namshukuru Mungu kwa kunipa wakati ili nije ninene nanyi. With a lot of humility.
nikiwa na unyenyekevu mwingi. I don't deserve to be here to talk to you. Mimi sistahili kuwa hapa ili ninene nanyi. It is just by the grace of God Ni kwa neema ya Mungu tu that I have favor in his eyes so that I can minister to you. ambaye amenipatia kibali machoni pake ili nipate kuwahudumia. Yesterday when we were in the women's meeting, Jana tulipokuwa katika kongamano la kinadada, I was told that I heard that the meeting had very powerful women. Niliambiwa kwamba mkutano huo ulikuwa na kinadada wenye nguvu sana. And actually I felt in my heart humbled by God. Na wakati huo nilipata kunyenyekezwa katika moyo wangu mbeleni zake Mungu. Kept me also appreciating God every time. Ikanifanya nipate kumshukuru Mungu kila wakati. That at the cross of Jesus Christ, ya kwamba katika msalaba wake Yesu Kristo we can be equal. tunaweza kuwa wote sawa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana It lisifiwe. brings us to an understanding, Inatuleta katika to ujuzi a wa kufahamu. place where he hides our weaknesses. Katika mahali pale ambapo yeye uzificha ama kuzifunika udhaifu wetu. Even there are people who think they are strong, Na wale ambao wise, wanadhania kwamba wako na nguvu ama wana hekima, then with our own wisdom we are reduced to come to the same level of the wisdom of Christ. lakini kwa hekima yetu tunarudishwa hadi tufikie kiwango cha kuwa na hekima ya Kristo. I like what the Bible says in the book of Corinthians, Nimependa kile ambacho Biblia inasema katika kitabu cha Korintho, that God decided from before ya kwamba Mungu alikuwa amechagua ama kuteua tangia mwanzo, that man will not know him with his own wisdom, ya kwamba mwanadamu hatomjua kwa hekima mwerevu wake but mwenyewe, only through the cross and the blood of Jesus Christ. ila tu kupitia msalaba na kupitia damu ya Yesu Kristo. God has been there, Mungu amekwako, but knowing God lakini kumjua Mungu has been only availed through his son Jesus Christ. imepata kutujia kupitia tu mwanawe Yesu Kristo. And because it's by Christ we know God, Na kwa maana ni kupitia Kristo ndipo tunamjua Mungu, there is a lot to learn and actually to be revealed. kuna mengi ambayo tunapaswa kujifunza na mengi ambayo tunapaswa kupata funuo zao. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Let me take lisifiwe. a few minutes and just explain to you what is in my heart. Hebu nichukue dakika kidogo nipate kuelezea yaliyo katika moyo So wangu. if God had planned from years back that man will not know him with their own wisdom, Na kama Mungu alikuwa amepanga kutokea mwanzo kwamba mwanadamu hatomjua kwa hekima zake then it mwenyewe, means when you come here or we come to seek God, inamaanisha tukija hapa ama tukija kumtafuta we Mungu, need to fight our own human standards. inatakikana tupate kupigana na viwango vyetu vya wanadamu. Every imagination that may exalt itself above even the knowledge of God. Kila wazo ambalo linajaribu kujinua juu ya elimu ya Mungu, And ask the Holy Spirit to allow us to submit to the purposes of God. na tumuombe Roho Mtakatifu atuwezeshe kujitiisha chini ya makusudi yake Mungu. Then we can reach to that revelation of the secret things of the kingdom. Hivyo basi tunaweza kufikia ufunuo wa mambo ya siri ya ufalme wa Mungu. You know, I don't have any right, brethren, Unajua sina haki yoyote to even speak here. ili hata nipate Because if kunena it hapa. is the standard of human beings, Kwa sababu kama ni kiwango cha wanadamu, what will a class 6 dropout tell you? ni kitu gani ambacho mtu ambaye masomo yake alifikia darasa la 6 Some of anaweza you are kuambia? degree holders. Kuna wengine miongoni mwenyu ambao wako na Diploma shahada la degree, holders. wengine wako na Some diploma, of you have doctorates. wengine hata wako na mashahada ya udaktari. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana But you sifiwe. find even with everything that we know, Lakini unapata kwamba hata kama yale there is yote ambayo the tunajua, secret of God that is hidden, kuna mambo ya siri yake Mungu and God reveals it to those he loves. ambayo Mungu anafunulia tu watu wale anaowapenda. So it's just about that mystery Kwa hivyo ni kuhusu tu siri hiyo, that I am here. ndio maana niko I hapa. like what my sister said, Nimefurahia kile that ambacho I dadangu will amesema, preach in any language. ya kwamba nitahubiri kwa lugha yoyote. Actually, I am empowered by the power of the Holy Ghost. Mimi nimetiliwa nguvu na Roho Mtakatifu. Even by that 5 minutes trying to speak English, it is only God. Hata dakika 5 kunena Kiingereza ni kwa neema ya Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana What can lisifiwe. I do with my small English? Mimi nitafanya nini na But Kiingereza changu God is kidogo? holding me at least so that I can look as if I am somebody.
Mungu ananiwezesha nionekane kana I always mimi ni say mtu. I flow very well in my native language. Mimi husema kwamba nina urahisi katika kunena kwa lugha ya mama. I'm very bad in Kiswahili. Kiswahili nayo ni kibarua kigumu But kwangu. in English I try a little bit, I think by the grace. Lakini kwa Kiingereza najaribu tu kidogo kwa So if neema ya it was Mungu. my choice, I would rather preach to you through Luo. Kama ningependa mimi ningehubiri kwa You Kijaluo. will even be amazed what I can say. Unaweza kushangazwa ni yapi ambayo But nitasema. let's thank God for his grace this morning. Lakini wacha tumshukuru Mungu kwa neema yake asubuhi ya leo. Amen. Amen. So if we are to know God by the blood of Jesus and by the cross, Kama tutamjua Mungu kupitia damu ya Yesu na msalaba, I am here to talk about a secret that has made me be in a position with those who are powerful, those who are educated, those who are high. God has taken me that be through this secret. nataka niongee nanyi niwaambie siri ambayo imenifanya nikaketi pamoja na watu ambao wana elimu, nikaketi na watu ambao wana nguvu, watu ambao wana umaarufu. The secret is very simple. Siri ni hii, ni rahisi Some sana. of you know it. Na wengine And wanaoifahamu. maybe I can just make a repetition Huenda nitakuwa narudia tu because maybe new people are in this church. kwa sababu pengine leo tuko na watu wapya Some years kanisani. back when I was very frustrated, Miaka mingi iliyopita wakati ambao nilikuwa naishi katika maisha kuandamizwa sana, I got married not because I wanted to. nilipata kuolewa sio kwa sababu nilitaka kuolewa. I went and got married because I needed a place where I could put my head. Nilienda kuolewa kwa sababu nilikuwa nataka makao. Actually, I went to visit a friend. The truth is, Kwa kweli ni kwamba nilienda kutembelea a rafiki. friend of mine enticed me to go and visit her. Kuna rafiki yangu mmoja aliyenisihi niende kumtembelea. And she had a plan Na kumbe alikuwa na for me mpango. going to her house. Hata kwa kunialika niende kwa nyumba When I yake. went to that house, Nilipoenda kwa hiyo nyumba, she left me with her brother. akaniacha kwenye nyumba na kakake. And when we were sitting there, we are waiting for her, Na tulipokuwa tumeketi pale tukiwa tunamsubiri almost midnight. karibu mpaka kitu saa The 6 brother usiku. told me, will you sit in the chair forever? Huyo kakake kaniambia kwamba, "Je, utaketi kwenye kiti Come and milele?" sleep. Hebu njoo And then I ulale. say I should sleep. Nikasema basi wacha We nilale. slept in the same bed, Tulala kwenye kitanda and that kimoja. is how I became a wife. Na hivyo ndivyo nikawa bibi I yake. was not seduced. Mimi hata sikutongozwa. Poor Phoebe. Phoebe, maskini Phoebe. My children always get ashamed when I say that. I was not watoto wangu seduced. waibika nikisema hivyo. But that is my truth. Lakini huo ndio ukweli. So as we continue staying, Tulipoendelea mbele kuishi pamoja, I now become to love my husband. nikaanza kumpenda huyo You mume know wangu. this thing people talk about love. Siku hizi watu ongea kuhusu upendo. God is good. Mungu ni Me, mwema. I loved the man after having a baby. Mimi nilianza kumpenda jamaa mume wangu tayari nikiwa na mtoto. And you know, when I started having babies, Na nilipoanza kuzaa watoto, I just started having babies like popcorns. nilianza kuzaa watoto kama panya, yani kama ile popcorn. One after another, one after another. Moja baada ya mwingine. Poverty is not good. Umaskini si kitu kizuri. There is no planning with poverty, I'm telling you. Hakuna mpango katika umaskini. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. in between there, Kwa hivyo katikati ya mambo hayo, all the demons in my husband's place. mapepo yote kutoka And I kwa want you also ukoo to wa think, mume wangu. what kind of a man will just marry a woman at night? Umempata hivyo. Umeoa. Ni mwanaume gani So ambaye both of us anaweza had a problem. inamaanisha kwamba sote wawili tulikuwa na shida. Mwanaume gani anapata tu msichana amemuoa saa 6 usiku? Praise the name of the Lord. Jina la Bwana All of lisifiwe. us, both of us had a problem. Sisi sote tulikuwa na shida. So without having children, Tukapata watoto. our children started dying. Na watoto ambao tulikuwa tunazaa walianza kufa. That is another mystery that came. Na hiyo ni changamoto ama shida nyingine iliyotokea. And it was so bad. Na ikawa vibaya sana. Burying my children. Nikiwa nawazika watoto wangu. In a point that was almost breaking up. Na ikafika kiwango ambacho There karibu was a tulikuwa certain tunauchana. age that when they reach, they die. Ilikuwa ni kwamba kuna umri ambapo kama hao watoto walipofika walikuwa nakufa. So when I had another child, Basi nilipopata mtoto it mwingine, was the same thing. ni jambo hilo tu ambalo lilitukia. And in Mtoto the akafa. hospital, Kwenye hospitali, one of my relatives came and said this.
Mmoja wa wale jamaa zangu alikuja akasema that my husband kwamba mume wangu has got married to a demonic woman. Kwamba mume wangu ama walikuwa nasema kwamba mume wangu amemua mwanamke ambaye amepagawa. And then now it's like my heart was bleeding. Ikawa kwamba moyo wangu ulikuwa unafuja, nilikuwa na uchungu moyoni. I asked for discharge. Nikaomba nipewe discharge On a Sunday. siku ya Jumapili. I knew my child was going to die. Nilijua kwamba mtoto wangu alikuwa atakufa. I explained to the doctors my challenge. Nikaelezea madaktari shida yangu. And they agreed that for sure they need to help me. Na wakasema kwamba kwa hakika wanafaa kunisaidia. So they removed me in the hospital through back door. Wakanitoa kwenye hospitali bila kufuatia mikakati iliyowekwa. On a Sunday. Siku ya Jumapili. Afternoon. Saa alasiri. And you know you are carrying your child with a basin on your head and juala is on your hand and your child is almost dead. Wakati ambao nilikuwa natoka hospitalini nilikuwa nimebeba mtoto besheni kichwani na vitu vyangu nimeweka kwenye juala na mtoto pia anakaribia kufa. I saw a tent meeting. Kwa hivyo nilipokuwa njiani nikienda nikaona mkutano ukiwa mahali. Said this. Na jamaa akasema pale, I must go and pray to God. Nikasema moyoni mwangu ya kwamba lazima niende niombe Mungu. Because I knew my child was half dead. Kwa sababu nilijua kwamba mwanangu alikuwa amekaribia kufa. I put my child down. Nikamweka huyo mtoto chini with all the luggages I had. Na mizigo yote nilikuwa nayo. And I came to the altar. Nikaenda kwenye madhabahu. Just started crying. Na nikaanza kulia. I cried all the cries I could cry. Nikalia vilio vyote nilivyoweza kulia. Until I was tired. You know you can cry until you are tired. Hadi nikachoka. Unajua unaweza kulia mpaka uchoke. Nilichoka. And then the pastor came and held me and took me back. Alafu mchungaji akaja akanishika mkono akarudisha huko nyuma. Now as I picked my baby, nilipomchukua mtoto wangu tena. She was smiling. Sasa alikuwa na tabasamu. Like, what is not happening? Nikauliza ni kitu gani kinafanyika? I started monitoring her. Nikaanza kumchunguza. Trying to breastfeed her. Nikijaribu kumnyonyesha. She's just normal. Nikapata kwamba sasa ko sawa. And then the temperature is not there. Na hata ile joto ya mwili pia ilikuwa And I just shouted. Na nikapaza sauti. God has healed my child. Kwamba Mungu ameponya mtoto. So now they called me to come and get salvation. Sasa wakaniita nirudi pale tena nipokee wokovu. It was the easiest thing for me. Ikawa kitu rahisi sana kwangu wakati. So I called upon Jesus. Kwa hivyo nikamwitia Yesu. And they told me now from now that I will not see any death. Wakaniambia kwamba kutokea leo hautaona maafa tena. Actually I've never seen any death. Na kwa kweli sijawahi kuona maafa tena. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now that kind of situation hali kama hiyo made me become a crazy Christian. Ikanifanya kuwa Mkristo mwenye kichaa. And I was in church for no reason. Na nilikuwa naenda kanisani hata bila sababu. Every day I would go to church. Kila siku nilikuwa naenda kanisani. Whether there is a meeting or no meeting. Iwepo mkutano isiwepo nilikuwa naenda kanisani. And I used to go and ask the pastor. Na nilikuwa naenda kanisani kumuuliza mchungaji. Give me something to do. Nipatie kazi nifanye. He would tell me to sweep, to wash. Mchungaji angeniambia kwamba nifagie ama nioshe mahali. And I would do that chap. Na ningefanya hivi upesi. And go back and say I am through. What can I do next? Ningerudi tena kwa mchungaji na kumwambia kwamba nimemaliza nifanye nini tena. He releases me to go back home. Na mchungaji angeweza kuniachilia nirudi nyumbani. One day, siku moja, let me finish with that. Wacha nimalizie na I was in church on a Sunday. Nilikuwa kanisani siku ya Jumapili. Everybody has left. Kila mtu alikuwa ametoka. I remained behind. Nilibaki nyuma. Actually, I was holding on that miracle I saw. Mimi nilikuwa nimeshikilia muujiza ambao nilikuwa nimeona. I knew I was not normal. Nilijua kwamba mimi sio wa kawaida. I'm not like any other person. Mimi sio kama watu wengine. I was special because what God has done for me I know. Nilikuwa mtu wa kipekee maana kila alichotendea Mungu na kijua. So when people are going out, kwa hivyo watu walipokuwa naenda nje, me I did not go. Mimi sikuenda. So I stayed behind. Nikabaki nyuma. And I saw some people nikaona watu wengine trying to clear up the church. Wakijaribu kuondoa vitu ama kupanga vitu kwenye kanisa. And the pastor's son asked the pastors, they were walking out. Na mwana wa mchungaji akamuuliza alipokuwa anatoka nje. Brother Tambo and the rest and Nika remaining behind. What they eat? Ndugu Tambo na wengine wamebaki nyuma. Watakula nini? And then the pastor was very careless. Na huyo mchungaji alikuwa mtu ambaye ni shagala bagala. He said this. Akasema hivi. They will just go across the road. Watavuka tu barabara. And take nyoyo and uji. Waende wakule nyoyo, githeri na uji. And they say that is only 20 bob.
Akasema kwamba So hiyo ni shilingi 20 peke yake The inatosha. son went and gave the two men 20 shillings. Huyo mwana wa mchungaji akaenda kuwapa hawa watumishi And wa then I Mungu said, shilingi 20. if these people Nikasema kama hawa watu are given lunch here, wanapewa makuli ya does mchana it hapa, mean they don't have homes? je, inamaanisha kwamba hawana makao? So I went and talked to them. Kwa hivyo nikaenda nikawanenea. Are you living in the church? Nikauliza, je, mnaishi And they said kanisani? no. Yes, they said yes. Wakasema ndio. Behind there, Hapo nyuma there was a tin house. kulikuwako na nyumba ya mabati. And that is where they were staying, the two of them. Na humo ndimo walikuwa naishi So hawa I wawili. told them, Nikawaambia, this is what we are doing. tutafanya hivi. I'm going home. Naenda nyumbani, Give me 30 minutes. nipatie dakika I 30. gave them the direction. Nikawapatia mwelekeo wa kufika When you kwangu. come, you'll have your lunch ready. Mkija kwangu mtapata kama mankuli yako tayari. So these men came. Kwa hivyo watu hawa wakaja. I was very poor. Nilikuwa maskini sana. My house was like 10 by 10. Nyumba yangu ilikuwa size ya 10 And by very 10. quickly. Na kwa haraka sana. Actually, I'm a very fast person. Mimi ni mtu ambaye hufanya vitu I pesi don't pesi. do things slow. Mimi sifanyi vitu pole pole. I cooked omena and put milk on it with a very hot ugali. Nilipika omena na ugali moto sana. And it was sweet. Na So when ikawa they kitamu. came, they said, one of them said, me, I don't eat omena. Walipokuja mmoja wao akasema kwamba mimi situmii And I omena. said, try this one. Nikamwambia jaribu hii. If it's not good, leave. I'm going to look for something. Kama haikupendezi acha It nitatafuta was kitu kingine. good. Na ikawa And then kitamu. the man was an old man. Huyo alikuwa ni He mzee. asked me, what has come to you? Akaniuliza, umefikiria nini? Why have you done this? Akaniuliza tena, mbona umefanya hivi? I said, but I just felt like you need to eat food. Nikamwambia kwamba mimi Let me nilionelea see. kwamba ni vizuri mkila. He said this. Akasema, Okay, sasa we are blessed tumebarikiwa, and I want to give you my Bible. nataka nikupe Biblia yangu. That is the only thing I have. Hicho ndicho kitu ambacho niko nacho. He gave me a Luo Bible. Akanipa Biblia ya Kijaluo, Showed me some scriptures. akanionyesha vifungo vingine. Then I said bye to them. But as they walked out, Nikamwambia kwaheri, na walipokuwa naondoka I said, nikasema, if you have anything I can do for you, kama mna kitu ama kazi yote mnayotaka please let niwafanyie, me know. munijulishe. And so they say, Kwa hivyo akasema, we would like to bring our laundry tungependa tulete nguo zetu to wash in your place ili zipate because there is kufuliwa kwako, no running water in the church. maana mle kanisani It was hapana still maji a ya mfereji. tent. Our church was a tent. Ilikuwa bado ni hema. And so I said, okay, Nikasema sawa, every time kila wakati bring your clothes. leteni nguo zenu. It did not cost me much Haikunigharimu to sana wash my clothes and wash their clothes kuosha nguo zangu na and zao pia, iron the clothes. na hata kuzipiga pasi. Now, the reason for me to share this testimony, Sababu yangu kupata kuwasimulia all ushuhuda that huu, you need, your beginning and the end, chochote ambacho nahitaji katika mwanzo na mwisho wako is in the church. yako kanisani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. All that you need, Yote ambayo unayahitaji the beginning and the end, mwanzo na mwisho is in the church. yamo kanisani. There is no any other place Hakuna mahali pengine that pote God has placed your future, ambapo Mungu ameweka siku zako za your usoni. treasures, Ameweka zina your zako. dreams and visions. Ameweka ndoto na maono yako. They are in the church. Yote Mungu And ameweka so kanisani. I realized, Kwa hivyo niligundua, as I've now grown in the Lord, kwa sababu sasa nimekomaa katika when Bwana. you are born again, Wakati ambao umezaliwa mara never pili, have a hurry when you come to the Lord, usiwe na haraka wakati ambao umekuja kwa Bwana, and never be casual with God. na usiwe mtu ambaye anamwendea tu Mungu hivi hivi. Give me two amen, amen. Nipatieni amen mbili, amen, Praise the amen. name of the Lord. Jina la Bwana Let sifiwe. us not have a relationship with God Tusiwe na uhusiano na Mungu. like now we are here. Sasa We are time tuko hapa, ourselves that by 11 tumejiweka kwamba ikifika saa 5 we shall be leaving, tutakuwa and tunaondoka, you live without any responsibility. na unaondoka bila ya jukumu lolote. You live without being, you don't want to be asked any question. Unaondoka bila kutaka kuulizwa swali lolote. When you do that, Ukifanya hivyo, you leave your things in the church. utawacha vitu vyako kanisani. This man, Mtu huyu he's the first person who started prophesying in my life. ndiye alikuwa mtu wa kwanza kutabiri juu ya maisha yangu. And you know, Unajua, this man, huyu jamaa when they came to bathe in my place, walipokuwa nakuja kuoga we kwangu, were staying in those one big plot tulikuwa tunaishi katika ploti yenye nyumba with kwenye like foleni. 16 doors, Nyumba ziko kwenye foleni, milango with the 2 16 toilets. na vyoo viwili, And those toilets are in a mess.
Na vyoo hivyo viwili vilikuwa The vimeoza. bathroom and the toilet is a worse place. Bafu na vyoo vilikuwa vimeoza. But when they said they were coming, Na waliposema kwamba I wanakuja, would wash those toilets ningeosha hivyo vyoo and the bathroom, na hata bafu, and I would stand there. na ningesimama pale. Nobody gets in until my guest will take a bath and then Hakuna let mtu everybody alikuwa come. anaingia pale hadi wageni wangu waje waoge na warudi. Ndipo This mtu man anatumia choo. said, Mtu huyu akasema, Phoebe, It will not take long haitachukua muda mrefu for you kabla ya to wewe have your own house, kuwa na nyumba yako to have mwenyewe, your own toilet, kuwa na choo to chako have your mwenyewe, own bathroom. kuwa na bafu yako mwenyewe. Let me say by this, Wacha niseme hivi, everything you need chochote unachohitaji is in the mouth of the man of God. kipo katika kinywa cha You mtumishi wa just Mungu. need to get that word out of his mouth. Wewe unahitaji tu kupokea ama kuchukua neno hilo And kutoka to kwenye get kinywa that word out of his mouth, na kupata neno hilo kutoka kwenye you kinywa chake. need to be very strategic. Inatakikana ukuwe na mkakati Don't just mzuri. be casual Usiwe mtu tu wa kawaida who wants free greetings ambaye amependa salamu za bure with the men and women of God. kutoka kwa watumishi wa Mungu. They carry everything. Wamebeba kila And kitu. God has placed what you want in the church. Mungu ameweka unavyohitaji kanisani. Look at that. Hebu angalia hiyo. That is how I started. Hivyo ndivyo And nilianza. then I started moving slowly. Nikaanza sasa kwenda pole The pole. second point, Kiwango cha pili. Pastor announced that it is going to be what? There's going to be a conference in our church. Mchungaji akatangaza kwamba kutakuwa na kongamano kanisani mwetu. What was I supposed to do? Mimi nilipaswa kufanya I nini? was a milk vendor. Mimi nilikuwa nauza maziwa. And a terrible one. Na tena ambaye ni hodari. Because when I buy 20 liters, Mara niliponunua lita 20, I add 10 liters. nilikuwa naongeza maji lita 10 So it is 30 liters. ili iwe So when lita I'm 30. selling you milk which has water. Nilikuwa nauzia watu maziwa ambayo yametiliwa maji. And that is how I used to sustain my family. Na hivyo ndivyo nilikuwa najikimu katika familia yangu. So when pastor said Na mchungaji it's going to aliposema be a meeting in our church, kutakuwa na mkutano kanisani mwetu. I had nothing. Nilikuwa sina Brethren, my bed, kitanda changu. my husband bought when he was still tamaking in Mombasa. Mume wangu alikuwa amenunua wakati ambao alikuwa anatafuta kazi It kule is called Mombasa. a banco bed. Ilikuwa ni ile kitanda ya chuma ya banko It had some springs in it. ambayo ilikuwa na springi kwake. When we sleep in it, Tulipokuwa all of tunalala us we are going in the middle. tulikuwa tunaletwa katikati ya kitanda na hizo When springi. you wake up in the morning, Ukiamuka it's asubuhi like somebody was fighting you at night. ilikuwa ni kana kwamba mtu alikuwa anakupiga usiku. That was my status. Hiyo ndio ilikuwa hali yangu. So I had nothing except this milk thing I was doing. Sikuwa na chochote ila hii kuuza maziwa ambayo nilikuwa The nauza. man of God said we are having a meeting. Mtumishi wa Mungu akasema kwamba tutakuwa na mkutano. I want to believe if you are listening to me. Nataka niamini If you unaponisikia. have the Holy Spirit, Ukiwa na Roho Mtakatifu, never shut that voice. usinyamazishe hiyo sauti. Huh? Yes? Never shut that voice. Usinyamazishe hiyo sauti. The Holy Spirit spoke to me. Roho Mtakatifu akaninenea. Give your milk. Hebu peana So maziwa that yako. morning, Kwa hivyo asubuhi hiyo I bought the 20 liters nilinunua hizo lita 20 and I brought it to church. na nikaleta And kanisani. I said that this is going to be for milk. For tea. Nikasema kwamba itashughulikia chai. And I left it there. Nikaacha hapo. Now me and my two girls, Mimi na binti wangu we wawili were just now in the church tulikuwa tu pale kanisani because our business was there. kwa sababu shughuli zetu zilikuwa pale. Praise the name of the Lord. Bwana There are asifiwe. times in your life Kunafika wakati maishani that you mwako can even just depend on that food that the church offers. ambapo mtu anaweza hata kutegemea chakula ambacho kinaliwa kanisani And you are satisfied, you go home and sleep. na unaridhika, unaenda kwako unalala. That is where I was. Hiyo ndio hali ambayo So when nilikuwa. I gave this milk, Kwa hivyo nilipopeana maziwa my haya, business was over. biashara yangu And iliisha I stayed in the meeting na nikawa kwenye mkutano until the end, the 4 days. hadi mwisho wa mkutano ambao ilikuwa baada ya siku The 4. last day God spoke to me again Siku ya mwisho Mungu akanenea tena. and asked me to go and buy even majani. Mungu akanenea niende ninunue majani chai. So I went and bought Nikaenda 30 nikanunua. bob. Nikanunua By shilingi then it was 30. a big one. Nyakati hizo ilikuwa ni Then majani I nyingi. bought this majani. Then Nikanunua the majani Lord chai. spoke to me. Bwana akanenea. You have just broken out from one level that you are in.
umevunja kiwango kimoja ambacho umekuamo, And this umeingia is kwa kiwango what the kingine. Holy Spirit revealed to me. Hicho ndicho Roho Mtakatifu alipata Now kunifunulia. that 20 liters I brought in the church, Kwa hizo lita 20 za maziwa nilizopeleka kanisani, the mouths that drank that tea midomo ambayo ilikunywa hiyo chai blessed my life. walipata kubariki maisha yangu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And I sifiwe. was excited by knowing that vision. Na nikapata kusisimkia ufunuo huo, That even as much as I did not have, ya kwamba hata ingawa sikuwa na kitu, Wajaluo nasema golo lao marjigo kinyi. Nimetoa ile mate ya watu kwa midomo yao asubuhi. Mate ndivyo. mbaya. You know, in the Amen. morning you have something in your mouth that needs to be removed. yes. Ya And it asubuhi was ile ladha mbaya ambayo iko kwa mdomo sasa, kwa Wajaluo ni kama hiyo chai ilitoa hiyo ladha mbaya. and everybody who took a cup Na yeyote aliyekunywa kwa kikombe cha chai, and the God dealt with them in a way. They blessed me. wote walipata And that is kunibariki. how God started turning our life around. Na hivyo ndivyo Mungu alianza kubadilisha maisha yetu. A woman friend of mine Mwanadada mmoja ambaye rafiki yangu came and asked me, alikuja why akaniuliza, should I be with my husband at home doing nothing? mbona nikuwe nyumbani na mume wangu nikiwa sifanyi He kitu? can offer my husband a job. Na unaweza kupatia mume wangu kazi. And I said, please. Nikamwambia Then tafadhali. he said, I'm going to offer him a job of being my number Akaniambia kwamba nitapatia mumeo kazi ya kuwa manamba in my route. katika eneo hili ambalo alikuwa anafanyia kazi. That one is hard. Nikamwambia hiyo ni ngumu. My husband is a very soft man. Mume wangu ni mtu mpole, Doesn't talk much. ni mtu ambaye haongei Not sana, aggressive. ni mtu ambaye siye wabidii He's sana, always quiet. ni mtu ambaye amependa How will kutulia. he handle manamba work? Atawezaje kufanya hiyo kazi ya umanamba? And she said, Akaniambia, just bring your husband. wewe mlete tu He mumeo, will be writing the names of every vehicle that comes yeye atakuwa anaandika majina ya magari ambayo yanakuja na and kutoka collecting money. na kuchukua pesa, At the evening, we distribute that money. na ifikapo jioni tutakuwa tunagawanya hizo When I pesa. share with him, he said, okay, it's better than nothing. Nilipomwambia mume wangu akasema hiyo ni sawa, hiyo imeshinda kukaa tu. So he went and became a number. Kwa hivyo akaenda na kawa manamba. But now, because I am a Christian, Na kwa maana nilikuwa Mkristo I sasa, told him, nikamwambia every money you bring, kila pesa ambayo umeleta we must give God. ni lazima tumpatie Mungu. And we were like that. Na tukawa na hiyo In tabia. that small part, Katika sehemu hiyo ndogo we used to have 300 per day. tungeweza kupata shilingi 300 kila And siku, 30 shillings was first given to me. na shilingi 30 nilikuwa napewa kwanza, And I put it somewhere. na nilikuwa naiweka mahali, Then the rest we manage with it. na zilizobaki nilikuwa tunatumia. And God from one glory to another glory took us another level. Na Mungu akatutoa kutokea utukufu ama kiwango hicho There's na akatupeleka kiwango kingine. One more and then I go to the word. Na ya mwisho kabisa, alafu naingia One kwenye that made me broke from poverty. kile ambacho sasa kilinifanya sasa niondoke kwa I umaskini. have now started small, that 30. Nikaanza kutoa hiyo pesa ndogo ndogo ya shilingi 30 And taking it to church. na kupeleka In kanisani. a week is 200 and something. Katika juma nzima ingekuwa shilingi 210. And we give it to the Lord. Tulikuwa tunatoa kwake Bwana. Also, those two men are still coming in our house Wale watumishi wa Mungu wawili pia walikuwa nakuja nyumbani mwetu, and eating and giving us the word of God. na walikuwa nakula pale na kutendea neno la Mungu. And me, I'm now praying. I was an intercessor. Mimi nilikuwa nikiomba, nilikuwa Just praying and mwombaji. taking care of the children. Nilikuwa naomba na kuwashughulikia watoto. One day we took courage and moved to a bigger house. Siku moja tuliingiwa na ujasiri na tukahamia nyumba And kubwa, we could not pay the rent. na tungeweza kulipa kodi. And so we had a big problem. Kwa hivyo tukawa na shida kubwa sana, And I went to pray and fast. na nikaenda kuomba na kufunga. In my small stupid way, Katika fikira yangu pumbavu, I thought like when you pray to God, nilifikiria kwamba ukimwomba Mungu, God will come where you are praying Mungu atakuja mahali ambapo unaomba and talk to you. na anene nawe Phoebe, kwamba Phoebe, I have heard you. nimesikia maombi yako, This is what you need to do. unapaswa kufanya hivi. And I was in an island. Na nilikuwa kwenye 4 kisiwa, days, I didn't hear God. siku 4 sikumsikia Bwana What I kile. could hear, Kile ambacho ningesikia snakes, ni nyoka frogs. na vyura, At night there are things in our language they call onjiri. na usiku kuna hawa wadudu ambao wanaitwa nyenze.
They really irritate at night. ambao uimbaimba usiku, mnawajua. That is what I had. Basi hao ndio walikuwa nasikia Voices I sauti. had. Hao ndio walikuwa nasikia sauti So zao. I said, God has refused to talk to me. Nikasema Mungu amekataa kuninenea. So when I came and arrived in Kisumu, Na niliporudi Kisumu, there was a big meeting. kulikuwako na So mkutano I mkubwa. am in that meeting and say, okay, let me listen to what God wants to say. Nikao kwenye mkutano nikasema, hebu acha This man niketi hapa nisikie says Mungu anasema nini. Tumishi wa Mungu akasema, I want you nakutaka give 2,000 shillings upate kutoa shilingi 2,000 with the two maize. na utoe na mbegu 2 za mahindi, Put it in an envelope uweke kwenye bahasha and bring it. na upate kuleta In our place, kule kwetu. that was strange. Hiyo ilikuwa ni fundisho geni. Prophetic anointing Upako wa kinabii had not reached our land. haikuwa imeingia kwenye nchi yetu ama sehemu ya nchi ya huko. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Prophetic act Matendo ya kiunabii was not there. It was just preaching of the gospel of the cross. hayakuwa amepokelewa huko, bali ilikuwa tu ni injili ya msalaba peke yake. So our preacher said, Kwa hivyo mtumishi wa Mungu akasema, this is conning. mhubiri wa kanisa letu These akasema, people want to con us. huu ni utapeli. Hawa watu wanataka kutunyang'anya. People who I was expecting to lead. Watu ambao nilikuwa natarajia kwamba And then wangeniongoza, I almost believed them. karibu niamini walikuwa nasema That the man who was asking us to do that was a con man. ya kwamba mtu ambaye alikuwa anatuitisha kutoa matoleo hayo alikuwa ni mtapeli. Why are we going to put maize in a seed in an envelope and put 2,000? Mbona tuchukue mbegu ya mahindi tuweke kwenye bahasha na kuweka humu But ndani my pia shilingi heart 2,000? was heavy. Lakini moyo wangu ulikuwa na uzito. As I went back, Niliporudi the Lord spoke to me. Bwana kaninenea, Were you not 4 days praying that I should speak to you? si ulikuwa naomba siku 4 ili nipate kukunenea? Now I'm speaking to you. Sasa nakunenea, You are refusing to hear. unakataa kusikia. It's like I'm awaking. Sasa ni kama And I nilianza said, kuamka. so God, if you ask God to speak to you, Ukiomba Mungu akunenee, then God will speak to you through his servants. Mungu atakunenea kupitia mtumishi wake. And then that is when I knew. Huo ndio wakati ambao nilijua. Anytime you want to hear God speak, Kila wakati ambapo unataka kusikia Mungu akinena, he will send a man or a woman of God. atamtuma mtumishi ama mjakazi So wake. very, very fast. Kwa hivyo kwa haraka I sana said, God forgive me. nikamwambia Mungu nisamehe. We had saved 3,700 Tulikuwa tumeweka akiba shilingi for 3,700 almost 2 months kwa miezi miwili, that we pay rent for 2 months. ambayo tulikuwa tumelipa kodi It miezi was hiyo, not reaching there. na baada haikuwa So inafika I hapo, decided to give that 2,000. nikamua kupeana hiyo shilingi 2,000. And as I put the 2,000 in an envelope, Nilipoweka hiyo shilingi 2,000 kwenye bahasha, the boys that were with me wale vijana walikuwa pamoja nami asked me, Mommy, once we want to give. wakaniuliza, mami, unataka kupeana nini? Even us give us something. Sisi pia tupatie And kitu. we had to collaborate together. Ili tubidi tuungane. And I told them, if I give you an offering, Nikamwambia kwamba nikiwapatia sadaka, there is no food tonight. hakuna chakula cha usiku And leo. nobody will talk about us not eating. Na mtu asiongee kwamba hatuja kula kitu. And we agreed. Tukakubaliana. So each one of them I distributed 200, 200, 200. Kila mmoja wao nikampatia shilingi 200 200. And all our amount had gone. Na chakula chetu chote kaenda. So we brought the 2,000 plus what the boys also wrote. Tukaleta hiyo shilingi 2,000 na wale wavulana pia wakaleta. One of my boys wrote this. Mmoja wa wavulana wale akasema That God, kwamba Mungu, we need sponsorship tunahitaji usponsor for education. kwa ajili ya elimu yetu. Actually, he's now the one managing one of our school. He's called Collins. Sasa huyo ndiye mmoja ambaye anasimamia moja ya shule zetu, anaitwa Collins. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So lisifiwe. he wrote that. Akaandika hiyo kwenye Daniel bahasha. Dondo, Na who said, God sponsor us. huyu ambaye aliomba kwamba Mungu utupatie He is in mtu ambaye atasimama nasi katika Australia. masomo. Ako Australia And is married to a Mexican. na amemuoa binti kutoka We Mexico. were there. Tulikuwa pale And I believed God that day. na nikamwamini Mungu siku hiyo. That was the beginning of great things. Hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa vitu vikuu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. When we went back home, Tuliporudi nyumbani, we just pretended as if we were full. tulijifanya kama watu ambao wameshiba. Tukapikia mzee ugali kidogo tu na mboga. Mzee tulimpikia ugali kidogo. I say, we have eaten, it's only you have remained. Tukamwambia sisi tumekula, ni wewe ndio hujakula. On Monday, Ilipofika siku ya Jumatatu, around 2:30, kitu saa 8:30 hivi, God sent for us angels. Mungu akatuma malaika. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. People I did not know, I didn't have an idea of.
Watu ambao sikuwajua, sikuwahi kukutana nao. I met them at lunch hour Nilikutana nao kwenye mkutano when I went to wa Crisco to pray. Nilipoenda Crisco kuomba. And when I finished praying, they said they want to talk to me. Na baada ya maombi wakasema kwamba And they tunataka tuongee said, na wewe. God has talked them. I go with them to my place. Wakasema kwamba Mungu amewanenea niwapeleke kwangu nyumbani. And when we went back, Na tuliporudi, I took them, although I did not want. sikuwa nataka Because niwapeleke. number one, Kwa sababu kwanza I trekked going to town. nilitembea nikienda mjini. I went without eating anything. Nilienda kule bila kula chochote. My stomach had nothing. Tumboni mwangu hakukuwa na kitu. So walking back with them was a big, big task. Kwa hivyo kutembea nao mpaka kwangu nyumbani ilikuwa ni kibarua kigumu But sana. then my husband carried us with a matatu. Lakini kwa bahati mzuri wangu akawabeba kwenye matatu. These people cried Watu hawa walilia when they reached my home. walipofika kwangu. I don't know what they saw. Sijui ni kitu gani Maybe walichokiona. when we reach heaven, they will tell me. Pengine tukifika But mbinguni they wanasema. saw something that made them cry. Lakini waliona kitu kilichowafanya walie. And one of them said Mmoja wao akasema that God has told him to bless me with something small. kwamba Mungu amemnenea apate kunibariki na kitu kidogo. And actually gave me an envelope. Akanipatia bahasha. So I told them, let me walk you back, show you the way back to town. Nikamwambia wacha niwatembeze nionyeshe njia kurudi mjini. And I showed them. Na nikaonyesha njia. When I remained alone, Nilipobaki peke that yangu, envelope had 20,000. hiyo bahasha ilikuwa na shilingi 20,000. My first time in my life. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana To sifiwe. count that amount of money. Kuhesabu pesa kiasi hicho. All this, all that was, I was feeling, I was hungry, I needed food. Ile hisia ya njaa ambayo nilikuwa nayo. Kechikayoma na ngama unge pesa. Mtu ambaye anasikia njaa ni yule ambaye ana pesa. Ngama nigi pesa. Mwenye ako na pesa. Oh, kechokae. Ni mtu ambaye I don't know where njaa. that hunger went. Hiyo njaa ilipotea saa hizo. Actually, I really don't know. Sijui I ni was wapi very njaa. strong after receiving 20,000 Baada ya kupokea shilingi 20,000 nikaingiwa na nguvu. that I forgot I needed food. Hata nikasahau kwamba nilikuwa nahitaji chakula. And I thank God for the Holy Spirit Namshukuru Mungu kwa ajili ya Roho Mtakatifu that reminded me to run to the church again. ambaye alinikumbusha nikimbie kanisani tena. So I ran to the church again. Nikakimbia kanisani. It was not my church. Haikuwa kanisa la Crisco Church, that is where we went for lunch hour. ilikuwa ni kanisa la Crisco mahali ambapo tulikuwa tunaenda kwa And the mkutano ushers, they ya saw saa me. sita. Na hao mabwabu They wakaniona. used to see me there. Walikuwa And wananiona so they are nikienda laughing pale. and saying, Wakasema- you are back again. Wakaniuliza umerudi tena? I said, yes, I'm back. I want to see pastor. Nikasema nimerudi tena nataka nimuone mchungaji. And then he says, pastor is busy, Akasema but mchungaji we ana can shughuli help nyingi. you. Lakini I naweza said, I'm kusaidia. here to pay tithe. Nikasema niko hapa nilipe fungu la Then 10. they gave me an envelope. Wakanipatia bahasha. After giving me an envelope, Baada ya kunipatia bahasha, and I had to read the envelope. nikasoma bahasha And I read, and they say there is also an offering part of it. na wakasema kuna sehemu pia So I ya took sadaka. two. Kwa hivyo One nikachukua for mbili. tithe, one for offering. Moja fungu la 10, Offering moja I bahasha. gave 5, Eh, tithe I gave 2,000. fungu la 10 katoa 2,000, And then I sadaka went katoa home. 5,000. I went home, Nikarudi nyumbani. and I went to my husband, Nikarudi kwa mume wangu. shared the whole story how I gave God 2,000. Nikamwambia yote ambayo Now tukia I have 17,000. vile ambavyo nilitoa shilingi 2,000 fungu la 10 na 1,000 nikatoa sadaka We nibaki praised 17,000. God. Tukamsifu Mungu. And then Na alafu it did not take another 1 week. haikuchukua wiki These moja. people came back Watu wale wakarudi. with a truck now, Sasa wakarudi na pickup with mattresses, wakiwa wamebeba mattresses blankets, na mablanketi, food, chakula. and they are there. My kids are telling me there is a vehicle outside. Na watoto wangu wananiambia kwamba kuna gari pale nje. And I say, Kasema pana. we don't have any relative who has a car. Hatuna jamaa yeyote Nobody ambaye ana can gari. visit us with a car. Hakuna mtu ameweza kutembelea akiwa anaendesha Maybe gari. they want direction. Huenda watu hao wanauliza So when njia. I went out, Nilipoenda nje they are smiling with me. walikuwa I said, wanatabasamu. hey, my visitors. Kasema wageni wangu. I cried. Nikalia. I said, God, Kasema Mungu. so you can visit me. Unaweza You kunitembelea. can send people who have vehicles. Unaweza kutuma watu wenye magari. And we were offloading these things. Tulikuwa tunatoa vitu hivyo kwenye gari. I had about 15 children. Nilikuwa na watoto karibu Of 15. course, orphans. That is a long story. I can't tell you how I had 15 Wengine wao children. walikuwa ni mayatima, hiyo nitawaambia siku nyingine. And everybody is running with a mattress, Na kila mmoja wao alikuwa amebeba mattress. including my children. Hata watoto wangu pia. This is mine, this is mine, this Kila is mtu mine. amebeba mattress This is yake, hii ni mine, yangu, this hii ni is- yangu, hii ni yangu. Because they had never
seen a mattress. Hawakuwa wameona mattress kwa maisha yao. Praise the name of the... And they are now jumping. Sasa walikuwa na And rukaruka. even me, I'm amazed. Hata mimi nilishangaa. Mattresses with blankets. Mattresses So zimekuja we na mablanketi. set our guest gone. Hao wageni wetu wakaenda. And then we remain with the children amazed of what God has done. Nikabaki na watoto ambao walikuwa wameshangaa kwa yale ambayo Mungu alitenda. And then it came to my mind again. Ikaja kwa fikra zangu tena. There must be a secret for this. Lazima kuwepo na siri katika Why haya. am I receiving this thing? Mbona napokea vitu hivi? Then I started counting the mattresses. Nikaanza kuhesabu hizo mattresses. 1 to up to 10, I remove one mattress. Nikahesabu hadi 1 up 10 to nikatoa 10, I remove mattress one moja. mattress. Kahesabu tena 10 nikatoa mattress moja. Blankets like that. Blanketi There were hivi. 40 mattresses and 40 blankets. Ikuwa ni mattresses 40 So I na blanketi removed. 40. There was Nikatoa. a sack of maize. Kulikuwako pia na So gunia ya I mahindi. just start, I count 10, I put another tin. 10, I put another tin. Nilikuwa natoa fungu la 10 ya hiyo mahindi. And then I called on a man. Now he's a bishop. Sasa nikampigia simu ama mtumishi wa Mungu mwingine ambaye ni askofu sasa hivi. He was our neighbor. Alikuwa And I jirani said, yetu. man of God, come. Kamwambia mtumishi wa Mungu njoo. And he came. Akaja. And I said, these things are yours. Kamwambia vitu hivi ni vyako. 4 mattresses, 4 blankets, and maize. Mattress 4, blanketi 4 pamoja na mahindi. And then he said, why are you giving me this? Akaniuliza mbona I unipatia vitu? said, they are not mine. Nikamwambia si vyangu. I've taken mine, Mimi nilichukua vyangu. and this is for God. Nikamwambia hivi ni vya Mungu. Brethren, the way I'm talking to you, Wapendwa, vile naongea I'm nanyi. talking to you as a very innocent child of God Naongea na wewe kama mtoto wa Mungu asiye na hatia, who doesn't know many things. ambaye hajui mambo I mengi. said, I believe the word of God literally that when I have 10 things, 1 is for God. Niliamini neno la Mungu vile imeandika kwamba nikiwa na vitu 10, moja ni ya Mungu. I didn't want to be wise. Mimi sikuwa nataka I nikuwe na just wanted mwerevu. to follow the word of God. Nilikuwa nataka tu nifuate neno la Mungu. So I give 4 mattresses, Nikapeana mattresses 4 4 blankets, na mablanketi 4 and the maize. na mahindi pia. And then this man says, Hasa huyu mtumishi wa Mungu akasema, let me pray for you. acha Then nikuombe I Mungu. called my kids and we kneel down. Nikaita watoto wangu And tukapiga then this magoti. is his word. Na neno hili ndio alitamka. He is pray. Kaomba. Oh God, our Father, Mungu baba yetu, people look for donors outside watu utafuta wafadhili kutoka nje to support their families. wapate kusimama But na familia zao. This time, Lakini safari you hii brought me my own donor. umeniletea mfadhili wangu. This woman is my donor. Huyu mwanadada ni mfadhili Thank wangu. you for seeing my needs. Asante sana kwa And he kuona was haja zangu. crying. Na alikuwa na So tokwa when na he machozi. finishes, Alipomaliza he kuomba, told me akaniambia his children watoto wake don't have a mattress. hawana mattress. And so God has seen his children. Kwa hivyo Mungu alikuwa ameona watoto wake. And I say, praise the Lord. Nikasema Bwana But sifiwe. one thing that he said Lakini kitu kimoja alichosema changed my life. kilibadilisha maisha yangu. So please talk to your neighbor on my behalf. Hebu ongea na jirani yako kwa niaba yangu. Every word that comes out of the mouth of the man of God Kila neno litokalo kwenye kinywa cha mtumishi wa Mungu carries your destiny. kimebeba hatima yako. You just need to position yourself to a point Inatakikana ujiweke tu mahali pale that the man or the woman of God ambapo mtumishi ama mjakazi will wa Mungu have something to say about you. atakuwa na neno la kutamuka juu yako. Man does not live by bread alone, Mwanadamu hatuishi kwa but mkate by peke every yake, word that comes out of the mouth of God. bali kwa kila neno litokalo So kwenye what kinywa we cha Mungu. need Kwa hivyo is tunachohitaji already with us here. liko hapa tayari nasi. And when this man went, Huyo mtumishi wa Mungu alipoenda, I finished with this. They might not finish, Mama. huenda nisimalize ushuhuda wangu. I gave him that. Nikampatia. My pastor is sending me to a meeting Mchungaji wangu akatuma kwenye mkutano to be an usher, ili niwe bawabu pale. trained also as a counselor. Pia mshauri. And we are there. Tuko pale. This man from US has come to Kisumu. Na mtumishi wa Mungu kutoka Marekani alikuja Kisumu. And we are trained now, we are ushers. Sasa tulikuwa tumefundishwa sisi ni mabawabu tena washauri. I was very attentive usher. Mimi nilikuwa pale nimemakinika sana kama bawabu. And when the conference is almost starting, Na kongamano lilipokuwa karibu in lianze. Kisumu, street boys are being rounded up. Pale Kisumu wavulana walikuwa wanaletwa pamoja. And on the day the man of God stood in the Kisumu sport ground, Na wakati mtumishi wa Mungu huyu aliposimama kwenye uwanja wa Kisumu Sports Ground, street children wale watoto wanaoranda mtaani went and caught him. walienda wakamshika. There was no way Hakukuwa na njia that he could leave them. ambao So angeweza he kuacha. asked the chairman Kwa hivyo akamuuliza mwenyekiti of Kisumu Pastors Fellowship, ambaye What do alikuwa I mwenyekiti do? wa ushirika wa wachungaji kule Kisumu. and they call other pastors. What do we do?
Wakaita wachungaji wengine wakauliza kwamba And they tufanye said, we nini? don't have an idea. Kasema sisi Then one of the people said, mmoja wao akasema there is a lady in this meeting. kuna mwanadada kwenye huu You mkutano need to call her. She inatakikana can umpige solve simu. this mess. Yeye ndiye anaweza kushughulikia And haya. then they say, what is the name of the lady? Auliza jina lake ni They nani? say she comes from this church. Nasema anatoka kwa Called kanisa by hili. pastor. Kanisa la My mchungaji pastor fulani. say her name is Phoebe Onyango. Na huyo mchungaji akasema kwamba jina lake ni Phoebe So with the Onyango. microphone in Kisumu Sport Ground. Kwa hivyo kwenye chombo cha kupata sauti kwenye If Kenyatta your Sports name Ground is Kisumu. Phoebe Onyango, Kama unaitwa Phoebe Onyango akasema, please come up here. hebu njoo huku Then kwenye I'm jukwaa. wondering, what have I done? Nikauliza nimefanya kosa gani? Then I ran and I go there. Alafu nikaenda pale And juu. the chairman says, Na huyo mwenyekiti anasema this Muzungu wants to see you. ya kwamba huyu mzungu anataka Then kuona. we go back of the podium Tukaenda and he pale says, nyuma ya jukwaa. please help me with these boys. Akasema nisaidie na How hawa much do I pay you for tonight? nikulipe pesa ngapi kwa And I siku say, leo? no, don't just leave, I'll take care of them. Nikasema Then he wacha says, tu nitashughulika. tomorrow come at this time. Kaniambia kesho njoo saa kama hii. I missed the time I was given to go. Nilikosa kufika kwa But wakati when I ambao reached Imperial Hotel, lakini nilipofika kwenye hoteli ya I Imperial found a letter left for me by that Mzungu. nikapata barua nimeachiwa na huyo In mzungu. that letter, Kwenye barua hiyo there was 50,000 shillings. kulikuwako na shilingi And 50,000 also an address for me to go to Nairobi na pia anwani ya kunifikisha kule Nairobi, to go and see his office in Nairobi. niende kwenye ofisi yake kule Nairobi. The story turned to be another thing. Hiyo jambo likabadilisha kila kitu. I don't have much time to share with you more of that story. Sina wakati wa kuweza kushiriki ushuhuda wangu wote. Because I'm only here for a few minutes and hours. Kwa maana niko tu hapa kwa masaa My machache. testimony is this. Na ushuhuda wangu ni huu. What we want is in the secret of the house. Kile ambacho tunataka kimo kwenye nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Is in the secret. I was reading what David told the children of God about the house of God. Nilisoma kile ambacho Daudi alikuwa anaambia watu wa Mungu kuhusu nyumba ya Mungu. Everything Kila kitu we want tunachotaka is here. kipo hapa. And if we don't know how to act, Na kama hatujui vile ambavyo tunaweza kuenenda, we will remain in our same positions. tutabaki tu sehemu zile ambazo tumo. But if we can know, you know what I was trying to bring, Kile ambacho nilikuwa najaribu kufafanua, I believe deeply in my heart ninaamini kwenye moyo wangu that when I exchange anything I have with God, ya kwamba wakati ambao nimebadilisha nilicho nacho na Mungu, something new will come. kitu kipya kitakuja. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana And sifiwe. another stage will be created for me. Na jukwaa nyingine mimi nitapata kuundiwa. Let us go to the first book of Corinthians Tuende kwa kitabu waraka wa kwanza wa Korintho, and first book of Corinthians chapter 1, wa Korintho wa kwanza mlango wa kwanza. and we start from verses 18. Our brother will read in Kiswahili. Tutasoma tokea mstari wa 18, asoma kwa Kiswahili. Some of us here, Wengine wetu you hapa need to start from that 2000 that I started. yatakikana tuanze katika 2000 mali ambapo nilianza. Start a journey that will never be the same again. Hebu anzisha safari ambayo haitaacha maisha yako yakiwa vile vile. When now I want to seek God Mimi nikitaka kumtafuta or Mungu go to another level, ama kwenda kwa kiwango I kingine, cannot give 2000. siwezi nikapeana 2000. Because that level, Kwa maana kiwango hicho God removed me 25 years ago. Mungu alinitoa kwa kiwango hicho miaka 25 iliyopita. Are you there? Je, uko pale? So there is a position that you are now. Kuna kiwango ama mahali ulipo sasa. If you can be so genuine, Kama unaweza and kuwa I mtu wa thank kweli. God for technology now. Nashukuru Mungu kwa ajili ya teknolojia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana I sifiwe. really thank God for technology. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Do teknolojia. you know that even if I am here Unajua hata kama niko hapa, and somebody wires for me money now, mtu akinitumia pesa sasa hivi, I can give that my tithe naweza kutoa fungu langu la to the kumi servants of God without waiting for Sunday. kwa mtumishi wa Mungu bila kungoja Jumapili ifike. Tithing is not only Sunday. Fungu la 10 si Jumapili peke yake. Offering is not only Sunday. Fungu la sadaka si Jumapili But peke yake. because we want to be more religious, Na kwa maana tunataka tuwe watu wa kidini, we put ourselves to temptation tunajiweka kwenye majaribu till we eat what should be taking us far.
hadi tunapata tunakula kile ambacho kinafaa kitupeleke mbali. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana sifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. So I thank God for technology. Namshukuru Mungu kwa And ajili ya I teknolojia. feel even today, Na ninahisi hata leo if 2,000 that I gave kama 2,000 niliyopeana connected me, iliniunganisha praise the name of the Lord, Jina la Bwana with somebody who I did not know, na mtu ambaye who sikumjua, also came to pray, ambaye alikuja tu like I kuomba came to pray. vile ambavyo And nilienda God kuomba, said, you need to talk to this woman. na Mungu akamnenea, lazima umnenee huyu The mwanadada. same God Mungu huyo huyo will answer you this year, atakujibu mwaka huu, will answer you this month, atakujibu mwezi huu, will answer you this week, atakujibu wiki hii, when you can be sensitive kama utaweza kuwa uko chonjo to listen to the voice of God. na ukasikia sauti ya Mungu. If I was careless Kama ningekuwa mtu wa and listen to kutojali the men who say these are con men, na kusikia maneno ya wale walikuwa nasema kwa in fact, mtumishi wa Mungu ni many of them tapeli, I have buried them. wengi wao sasa hivi wamekufa, I have nimewazika, built for them houses. nimewajengea manyumba. Those who are saying Wale ambao walikuwa nasema these men seems look like con men. ya kwamba mtumishi wa Mungu anadai pesa ni tapeli. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana God sifiwe. raised me up to a point I could be their helper. Mungu alinunua kwa kiwango ambacho nikawa msaada kwao. There is a point where you need to know how to negotiate with God. Kuna kiwango ambacho natakikana ujue vile ambavyo za kupiga na mnada na Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu Whatever comes your way, Chochote kijacho njiani mwako, connect yourself with God. wewe unganiki na It is Mungu. a secret. Ni siri. When you get there, Ukifika pale, God will not hide things for you. Mungu hata kufichia vitu. Let's read there, then I close. Tusome hapa alafu My namalizia. time has already ended. Kwa sababu muda wangu karibu unaisha. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. You see, if I was stupid, Kama ningalikuwa mjinga, like some of us may be stupid, vile wengine wetu wanaweza kuwa wajinga, when we are talking about Christ and the message of the gospel, anapoongea kuhusu Kristo na it is ujumbe wa the msalaba, only remedy for the children of God. ndiyo dawa ya pekee kwa watoto wa Mungu. And it looks foolish. Na uonekana ni ujinga. Look at what I am telling you. Hebu angalia ninachoambia. Put 2,000, that 2,000 open a door. Hebu weka 2,000 nafungua njia ya Ran mlango. back as a mad woman to the church. Nikarudi tena kwenye hekalu ama nyumba ya Mungu kama mwanamke mwenye kichaa. After receiving 20,000, Baada ya kupokea shilingi 20,000, God gives me 50,000. Mungu akanipa And I 50,000. say, I must go back to the church. Nikasema lazima nirudi kanisani. And I go back again to the man of God. Nikarudi tena kwa mtumishi wa Mungu. And I say, I want to tithe. Nikasema nataka kutoa fungu la And I 10. give 5,000 and an offering. Nikatoa fungu la 10,500 na And God sadaka. sees that I am ready to receive 100,000. Mungu akaona niko tayari kupokea And 100,000. I'm given 100 around with 10,000. Nikatoa shilingi 10,000 kama fungu la 10. I come back. God sees I am ready for 200,000. Mungu akaona niko tayari kupokea I am ready to give 20,000. niko tayari kutoa fungu la 10,000 And He sees my heart, akaona moyo wangu ready to receive more. tayari kupokea zaidi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana There sifiwe. is one time I was in the church, Kuna wakati mmoja nilikuwa kanisani. and God spoke to me in a different church. Mungu akaongea na And mimi told kwenye me, kanisa tofauti. these people you are telling about the love of God, Akanionyesha kwamba hawa ambao they naambia will kuhusu not upendo understand you. hawakuelewi. Show them what the love of God is. Waonyeshe upendo wa Mungu unafananaje. God, what do you want me to do? Nikauliza unataka What nifanye do you nini? want me to do? Unataka nifanye nini? What do you want me to do? Unanitaka I said, nifanye nini? show them my love. Hebu waonyeshe upendo wangu. There was that church, I didn't have any building. Kuna kanisa ambalo halikuwa na jengo nzuri. There was no iron sheet. Hapakuwa hata na mabati. They were just putting some rags. Walikuwa naweka tu majamvi na I majuala said, kwenye hilo kanisa. how much will it cost you to do up and the wall, mabati? Nikauliza itawagharimu pesa ngapi kuweka pala mabati juu na mabati kando ya The man kanisa. of God was very quick. Na mtumishi wa Mungu akawa upesi. Around 270. Akasema kitu 270,000. And then I said, okay. Nikasema ni sawa. Pastor, tomorrow I'm giving you that money. Nikamwambia kesho nakupa hiyo pesa. Next Sunday, let the people of God worship in a good place. Jumapili ijayo acha watu wa Mungu In waombe my katika. account, there was only 280. Kwenye akaunti yangu kulikuwa tu na 280,000. So when I remove that, Nilipotoa hiyo I'm pesa remaining with the 10. nikabaki tu And then when he's escorting me, na alipokuwa he says, anasindikiza even the toilet we don't have. na akasema hata So I choo pia said, tu. let me help you tomorrow. I'll bring something for the toilet. Nikamwambia kesho taleta kitu kwa ajili ya choo. And I left. Nikatoka Although in nikaenda. my heart I was having a war.
Katika moyo wangu nilikuwa na Have I vita. done the right thing or not? Je, nimefanya Have I done kitu the cha right thing or kilicho not? sawa ama nimekosea? Am I fooling myself or am I wise? Mimi najidanganya Am ama I a niko foolish naishi? woman or a wise woman? Mimi ni mwanamke What is mjinga ama happening mwenye to kimo? me? There was a lot of things in my heart. Kulikuwa na mambo mengi ambayo yanaongea Then, katika moyo wangu. Alafu when I reached home, nilipofika I nyumbani was quiet, nikanyamaza. very cold. Nikawa kama I nimeingiwa na could baridi. not talk like normal I used to talk. Singeongea vile ambavyo nilikuwa naongea. After 1 week, Baada ya wiki a moja, friend of mine calls me. rafiki yangu I mmoja said, akanipigia simu. Phoebe, why are you not talking to me? Akaniuliza mbona haujanipigia simu I siku said, nyingine? what should I say? Nikamuuliza sasa I said, niseme I nini? sent you something. Why have you not acknowledged? Akaniambia nilikutumia kitu, mbona hujaniambia kwamba umepokea? And then I said, okay, you sent me in my account. Nikamuuliza je, ulituma kwenye akaunti yako? Yes, so I Akasema went to ndio. the bank. Nikaenda kwenye benki. And when I asked for my balance, Nilipouliza niambiwe it was masalio, 14 million. ilikuwa ni milioni 14. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. 14 million. Milioni 14. And then Alafu I didn't know how to behave. sikujua Then I nifanye nini. remember the argument in our house. Nikakumbuka majibizano kule There was nyumbani. always an argument Kulikuwako na with jibizano. my husband ya kwamba mimi pesa imenishinda, yeye pesa imemshinda. Mimi pesa imemshinda, yeye pesa Na imemshinda. mwangu kwamba mimi pesa imenishinda, yeye pia anasema pesa My imenishinda. husband was saying that I can be a very terrible woman if I have money. Alikuwa ananiambia kwamba wewe unaweza kuwa mtu wa ovyo ovyo kama uko na That pesa. with money you are going to be crazy. Ya kwamba ukipata pesa nyingi wewe utaikuwa And na I kichaa. also told him I'm the strong one. Nikamwambia mimi sasa ndio mwiku na nguvu. With money you cannot sustain yourself. Ni wewe ndio ukipata pesa So when I utabadilika. received the 14 million, Nilipopata hiyo I milioni 14, decided to be quiet for 2 weeks. niliamua kunyamaza kwa majuma mawili. To behave normal. Niweze tu kuwa mtu wa kawaida. To see if I can go crazy. Nione kama naweza kuingiwa na kichaa. Actually, I did not go crazy. Mimi kweli And sikuingiwa na then I kichaa. realized Na ndipo that niligundua God has given me a stamina Mungu amenipatia nguvu to carry 14 million and not shaken. ya kuweza kubeba milioni 14 na nisitingizike. Yes, Opaki. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Praise the lisifiwe. name of the Lord. Amen. So God does not have a problem to give you what you want. Mungu hana shida ya kupatia unachotaka. But you have to exercise. Lakini lazima ujizoeshe. Like now there is an activity here. Kama sasa hivi kunayo Don't kitu measure ambacho your tunafanya. strength with another man's strength. Mungu analinganisha nguvu zako na nguvu za mtu mwingine. Don't. Usilinganishe. Please don't. Tafadhali Measure usilinganishe. your strength with your neighbor that you are sitting in the church. Usilinganishe nguvu zako na jirani yako ambaye umeketi kando yake kanisani. Work with God based in your ability. Wewe mtumikie Mungu kulingana na uwezo wako. Because your ability will give you the stamina to carry bigger things. Maana uwezo wako ndio utakupatia nguvu wa kubeba vitu vikubwa. The Bible says Biblia inasema the message of the kingdom ujumbe wa msalaba is foolishness to those who are perishing. ni upuuzi kwa wale ambao wanaangamia. But to those who are being saved, Bali kwetu sisi tunaookolewa it is power. ni nguvu ya Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There is power in what I am telling you. Kuna nguvu katika yale ambayo If nakwambia. you trust on the Lord Ukimtumaini Bwana and you can exercise na ukajizoesha in kufanyisha small kazi levels, katika I viwango want to vidogo, believe you are the next Phoebe. nataka kuamini kwamba wewe utakuwa Phoebe People will mwingine. call you to go and testify about riches. Watu watakuwa na kuita uende utoe shuhuda za mali. People will call you to talk about poverty Watu watakuwa na kuita upate kufundisha kuhusu namna kushinda umaskini. because our Redeemer liveth. Kwa maana mkombozi wetu yaishi. I have a son here, a friend, and I think he's a son. Let me just love him for that. Ninaye mwanangu hapa ambaye huenda nikamleta. Wacha tu nipende kwa ajili ya hiyo. When I came here the first time, Nilipokuja hapa mara ya kwanza. praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. On Monday as I left, Siku ya Jumatatu nilipotoka, the man of God called me mtumishi wa Mungu and akanipigia told simu. me, come and see one of our members Akaniambia hebu njoo uone moja wa washirika wetu who has already brought stones. ambaye tayari ameleta mawe. He wants to fix the balcony. Anataka pate kujenga It was sehemu ya there. roshani. And I said, Nikasema time has come wakati umefika when men will not join together like a rambe. ambapo watu wataunganika kana kwamba ni harambee. That let us have a rambe to buy this podium. Ya kwamba tukue na harambee ya kununua Amen. kununua mimbari. Be an acre. Hebu njoo hapa. But 3 men
wanaume watatu. He is there, I am here. Mtu ako hapa And na another man here. mwingine ako hapa. That we are joining together to buy this. Ya kwamba podium. tunaunganika ili tunue mibare. Time has come in this kingdom Wakati umefika kwenye when ufalme huu men will stand for projects. ambapo wanaume watasimama kwa ajili ya miradi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana They lisifiwe. will say to the man of God, Watamwambia mtumishi wa what Mungu are the challenges you are having? ya kwamba ni changamoto gani ambazo If ziko. it is the floor, Kama ni they sakafu, will say, let me handle the floor. atasema wacha nishughulikie mambo ya Because sakafu. God is just waiting Kwa sababu Mungu to anasubiri trust tu. people with billions that are being stolen in Kenya. Anataka apate kuamini watu na mabilioni ambayo He's kwa Kenya. looking for righteous people Anawatafuta watu wa that he haki can entrust with those billions. ambao anaweza kuamini na mabilioni Already haya. they are stolen, but heaven wants to capture them. Yameibiwa lakini mbingu zinataka To give them to zichukue the saints, to the children of the Most High. na kuzipeana kwa watakatifu na But watoto wa Mungu God aliye juu. fears giving you something that you cannot carry. Na Mungu anaogopa kupatia kitu ambacho huwezi kumudu. God fears giving you something that will break you down. Mungu anaogopa kupatia kitu ambacho kitakuharibu na And kukuvunja. so you need to start being ready Kwa hivyo natakana uanze kujizoesha kuwa tayari to exercising. na kufanyisha kazi. Exercising. Ujizoeshe. If you have never started 10,000, Kama hujawahi kutoa 10,000, start that today in the name of Jesus. hebu anza leo katika If you jina have la Yesu. never trusted God with 100,000, Kama hujawahi kumwamini Mungu na laki start moja, it in the name of Jesus. anza leo katika If jina you la have Yesu. never given God 1,000,000, Kama hujawahi kupatia Mungu this milioni is moja, the time for you to push yourself. huu ndio wakati wa wewe kujisukuma. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana sifiwe. For you to start receiving billions. Ili uanze kupokea I want to say as bilioni. I conclude, Nataka niseme nikimalizia. I showed you my small beginnings. Niliwaonyesha mwanzo wangu mdogo. That's why I've testified. Na ndio maana nimetoa I shuhuda. have big testimony. Niko na shuhuda kubwa kubwa. Yesterday I was talking about 7 years of plentiness Nilikuwa naongea jana kuhusu miaka 7 ya utele and 7 years of drought. na miaka 7 ya ukame. And I said to the women Na nikamwambia kina dada that my 7 years of drought has ended this year. ya kwamba miaka yangu 7 ya ukame yameisha mwaka huu. But during that 7 years of drought, Na katika miaka 7 ya ukame, God just surprised me with a building Mungu alinishangaza tu na jengo. and built my office. Nijenga ofisi yangu. Has quoted 18 million. Iligharimu milioni 18. I have not furnished it, and that's why I'm telling Mama I'll come back to come and furnish it. Sijaweka viti pale ndani na nimaniambia mama nitarudi niweke vitu I pale. was just handed the key. Nilipewa tu funguo. I've been billed Baada ya kuja. because our God pays. Kwa sababu Mungu wetu hulipa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Our God pays. Mungu wetu And hulipa. back at my home, Na kule nyumbani kwangu another building was buildings. kuna majengo. The same 7 years. Miaka hiyo 7. Worth 28 million. Majengo yalijengwa pale I did yanayogharimu not struggle milioni with it. 28. If God Sikung'ang'ana. can trust a class 6 dropout Kama Mungu anaweza kumwamini mtu aliyesoma mpaka with darasa la 6 millions, what about you? na mamilioni, je wewe? What about you? Je You wewe? can be more strategic and planning more than I. Unaweza kuwa una mkakati na mipango You just kuliko. need to position yourself and align yourself Inatakikana ujiweke mahali in a palipo way sawa so that you are connected to the heavens. na ujilainishe ili upate kuunganika na mbingu. The formula is simple. Na mbinu ni rahisi. When you do it, God does it. Ukifanya Mungu pia anafanya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana What sifiwe. am I trying to say? Najaribu kusema nini? Even here, Hata hapa. as we are saying in the building Sunday, Vile ambavyo tunasema kwamba ni Jumapili ya ujenzi. 20 or 30 men, Watu 20 ama 30. wanaume, sio watu. Wanaume. I'm very serious. Wanaume Can finish the project. wanaweza kumaliza. And then the rest, Yo, brother. what we give is just for fixing other things that we need to beautify the house. Na wengine matoleo mengi ya watu wengine sasa itakuwa tu ya kumaliza sehemu ndogo ndogo ambazo zitakuwa zimesalia. But men can stand with God Lakini wanaume wanaweza kuanza na hiyo. and say, if I can build a 10 million house for myself, Kama mimi naweza jengea nyumba ya milioni 10, I can stand with God in his sanctuary with even 2 or 3 million. naweza kusimama na Mungu katika mahali pake kwa milioni 1 ama milioni 3. Sema, ouch. Sema ouch. Is that too high for you? Je, hiyo iko juu sana? Never let somebody to tell you position where you want to start seeing the grace of God. Wache You know mtu, your standard. unajua kiwango chako, usiache mtu akuondoe mahali pale ambapo unataka kujilainisha. That is one thing na I have kibali vowed cha in Mungu. my heart that I should not do.
Ni jambo ambalo Like niliapa here, maishani there mwangu are people sitafanya. who can today. Kuna watu hata hapa leo. Man of God, I don't know how we want to do it. Sijui utafanyaje. As I am here to command the heavens Vile niko hapa ili nipate kuamrisha mbingu. to release the favor. Ili ipate kuachilia kibali. Praise God. Bwana I asifiwe. don't know how we want to do it, but I know Sijui vile there ambavyo are tutafanya, people lakini that najua God kuna watu. had marked them 3 years ago Kuna watu ambao Mungu alikuwa amewekea alama miaka 3 iliyopita for exploits. kwa ajili ya mambo But makuu, they are dilly-dallying. na bado wanaenda kombo kombo. Either they want to be serious with their finances with God, or mara leo ako, kesho yuko, kidogo kidogo unapotea saa zingine. Amen. Amen. Let's stand on our feet. Tusimame. To get a copy of this message or any other titles you have watched on this channel, contact us on 0728 166 605.